Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 17, kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 11. Injili inatoka katika mwinjili Mathayo sura ya 13 aya ya 31 hadi ya 35. Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitoa mtu akaipanda katika shamba lake. Nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini kiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote. Ikawa mti, hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitoa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachachwa wote pia. Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibuni ndugu zangu, tutafakari kwa pamoja maandiko haya matakatifu. Leo kwa namna ya pekee Bwana wetu Yesu Kristo anatupa mfano wa kutafakari ambao anatumia mbegu ya haradali. Kristo ni kawaida kutumia mifano. Katika Injili ya Mathayo sura ya 13 haya ya 3 hadi ya 9 anatumia mfano wa mpanzi. Lakini sasa kutokana na injili hii tutafakari mambo kadhaa ambayo yatatufaa katika maisha yetu hasa ya kiroho. Jambo la kwanza, imani huanza taratibu. Kama Kristo anafananisha na mbegu ya haradali ambayo ni mbegu ndogo lakini hukua na kuwa kubwa. Hii inatufundisha kwamba maisha ya kiroho huanza kwa mambo madogo madogo ambayo kibinadamu tunaweza kuyadharau au kuyaona hayana maana, kama vile kufanya matendo mema, kusoma Biblia, kushiriki misa takatifu, upendo kwa jirani. Lakini kupitia hayo hutupatia wokovu na neema tele kutoka kwa Mungu. Hivyo imani yetu huanza taratibu, lakini baadaye huwa komavu na imara. Tunasoma Injili ya Luka sura ya 16 aya ya 10, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Basi kwa hayo madogo ambayo tunayafanya hutufanya kupata lililo kubwa zaidi, ambalo kufikia uzima wa milele. Lakini jambo tunalojifunza lingine ni kwamba imani yetu inapaswa kukua. Kama mbegu inavyokuwa, vivyo hivyo imani inapaswa kukua na hata kuwa chanzo cha sisi kupata wokovu. Na tunakuzaje imani yetu? Tunakuza imani kwa kufuata mafundisho matakatifu ambayo kanisa limetuwekea na kututaka sisi tuyafate. Lakini tunaposhindwa kufuata mafundisho hayo, imani yetu hudumaa na kutokukua. Hivyo hushindwa kuzaa matunda na hata kuwa mti mkubwa ambao hata ndege wa angani huvutiwa kukaa nao. Na imani yetu inapokuwa, hao ndege wa angani ni wale majirani zetu ambao tunaishi nao, ambao kwa mvuto wa imani ambayo unaakisi maisha yetu huvutiwa na maisha yetu. Hivyo basi imani yetu inapaswa kukua, na inapokuwa inatufanya sisi kuweza kufikia uzima wa milele, lakini pia hata chanzo cha wengine kumjua na kumpenda Mungu. Hivyo basi katika maisha yetu ya kila siku ni mwaliko kwetu kufanya mambo matakatifu, mambo mazuri ambayo kwa hayo tutaweza kukuza imani yetu. Jambo lingine, tunapaswa kuwa chachu ya mabadiliko mema. Kristo anatumia mfano wa chachu ambayo mwanamke anaistiri katika pishi. Lakini chachu hiyo hufanya unga huo kuumuka. Kama tunavyojua chachu kazi yake inaumua vitu. Lakini imani yetu iwe chachu kwa wengine kupata wokovu.
iwe chachu kwa wengine kumjua Mungu, iwe chachu kwa wengine kujua upendo na huruma ya Mungu. Na tunawezaje kuwa chachu? Tunaweza kuwa chachu tukiishi maisha ya Kristo, kama Kristo anaposema upendo kwa Mungu na kwa jirani. Tukiweza kumpenda Mungu na tukiweza kumpenda jirani, tutaweza kuwa chachu ya neema kwa wengine. Kama Kristo alivyotuumba sisi kwa sura na mfano wake, hivyo nasi basi tunapaswa kutenda matendo yale ambayo yataakisi mambo ambayo Kristo aliyafanya, ambaye Kristo yeye kama kioo chetu, Kristo yeye ambaye Mungu alikuja akatuokoa. Vivyo hivyo nasi tuweze kufanya mambo mema ambayo yatatufanya sisi kuwa chanzo cha wengine kutaka kumjua zaidi huyu Mungu. Basi ndugu zangu, ni mwaliko kwetu sisi tuwe chachu ya mabadiliko, tuwe chachu ya mambo mema, na sisi tusiwe kikwazo cha wengine kushindwa kuendelea katika maisha yao hasa ya kiroho. Basi ndugu zangu, ni mwaliko kwetu sisi kuwa chachu katika maisha yetu. Lakini jambo lingine ambalo tunajifunza katika maisha yetu, kwamba tunatakiwa tuweze kuitetea imani yetu, na hata pengine tuweze kutoa sadaka kubwa hata ikitupasa kufa. Kama tulipohisi imani yetu kwa mababu zetu na wazee wetu wa kanisa, nasi basi tunatakiwa kuilinda na kuitunza imani hiyo, na hatimaye tuweze kufikia mbinguni tukipata taji kwa kuitunza vema imani hiyo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Noel Christopher Cosmas wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu Kristo kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu.